Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, jioni ya leo Bwana, naleta neno lako Mfalme. Mimi ni chombo Bwana, naomba unitumie Mfalme wa mbingu. Kwenye ibada ya leo Bwana, tunaipeana uweponi mwako. Naomba Bwana ukatembee mahali hapa. Naomba ukatufungue macho ya kiroho, tufungue masikio ya kiroho. Nena nasi Bwana, atilia ufunuo kitofauti, Mungu usiyeshindwa. Onekana, tembea mahali hapa, kwa kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Na ni kwa jina kuu la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe wa leo nimeupea kichwa, usiwe na hofu. Usiwe na hofu, amini tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali nimesoma ni Yesu alipokuwa akitembea, kulikuwa na mwanaume ambaye maandiko yamemuita Yairo. Naye huyu alikuwa mkuu wa sinagoge, na wakati alipokuwa akienda alitembea kwa Mungu, akamwambia, Bwana wangu, angalia mtoto wangu ni mgonjwa. Na huyu mtoto alikuwa wa kipekee. Yes. Na wakati alipokuwa Yesu akienenda katika nyumba yake, mkutano ukamsonga. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati walipokuwa wakiendelea, yes, kwenye barabara kulikuwa na maajabu. Kuna mwanamke aliyeponywa njiani. Yes. Kumbe Mungu anaweza kuja kwako. Lakini mwingine akatokea kwa barabarani akapokea muujiza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo unaposoma katika 49 inasema ya kwamba wakati walipokuwa wakienenda, yes, wakienda kwa nyumbani ya huyu mkuu, mtu alitoka nyumbani kwake. Yes. Akakuja akamwambia, usisumbue mwalimu, kwa kuwa mtoto amefariki. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usisumbue mwalimu, huyu mtoto amefariki. Yes. Na kwa kuwa Yesu alikuwa mahali pale, na alisikia kile huyu mtu alipoambiwa, yes, alimwambia ya kwamba usiwe na hofu, wewe amini tu. Yes. Atapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimekuja kuongea juu ya hofu. Yes. Watu wamekuwa mahali hapa, wakati ninaposema hofu, hii ni uoga ambayo inasababisha kwamba mtu asiingie kwenye, yes, destiny yake. Bwana Yesu asifiwe. Hofu inasababisha, hofu ni adui ambayo inakwamisha makusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokuwa na hofu na Bwana amekuita utende jambo fulani, yes, hautaweza kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamekaa katika maisha ya hofu, wamekosa kutenda kile Bwana amekusudia kutenda, kwa sababu wamekaa katika maisha ya hofu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hofu hauwezi fika mbele. Yes. Ukiwa na hofu hauwezi fika kwa destiny yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hofu hauwezi fikia baraka zako. Yes. Kwa sababu wakati mahali hapa baraka zikiwa mahali pale, hapa njiani kuna changamoto. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kuongea juu ya hofu. Yes. Hofu inasababisha, kama Mungu amekuahidi kubarikiwa, unakaa unaona kwamba umetelewa. Unaona huyu Mungu ametelewa. Nimekuja kukuambia siku ya leo, yes, toa hofu kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro alipokuwa wakienda, aliona Bwana Yesu anatembea juu ya maji, na wakati alipoona akitembea, yes, akamwambia ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, yes, nami niite nikuje. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro akashuka akaambiwa njoo Petro. Yes. Akatembea, akaenda step ya kwanza, yes, ya pili, akaangalia maji, akaanza kufikiria, yes, akasema hofu ikamuingia ndani yake. Na wakati hofu ilipomuingia akaanza kusama. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakosa kubarikiwa kwa sababu ya hofu. Yes. Wewe umeitwa kuwa mhuduma, lakini wakati umeitwa unaanza kujiuliza, nitasimamaje, nitaongeaje? Hofu inapokuingia hauwezi tengeneza, hauwezi fikia makusudi ya Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro wakati hofu ilimuingia, yes, alitazama, akasema Bwana Yesu, mbona nazama? Kumbe hofu ndio ilikuwa imemuingia.
kuongea siku ya leo, tuondoe hofu kwenye maisha yetu. Tuondoe hofu kwenye ndoa zetu. Watu wamekaa kwa ndoa kama wanakaa ndugu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unakaa kwenye ndoa kama leo niko ndani, kesho niko nje. Nimekuja kukuambia kwamba kile kinachokupea hofu nataka ukiondoe na uamini Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wewe amini tu. Ondoa hofu ndani yako. Tumekaa wakati mwingine unapata mambo yamekuwa mengi. Wakati mwingine unapata hata chakula hakiko. Lakini ukikaa na hofu, sioni ukienda mbali. Lakini ukikaa na tumaini, unaambia Bwana Yesu, shuka utende jambo. Bwana Yesu, wewe umesema nikuamini. Haleluya. Amen. Watu wamekosa kuenenda mbali kwenye huduma kwa sababu ya hofu, na kitu kingine kinasababisha watu wakose kuenenda mbele za Bwana ni kuangalia watu wanasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unapokaa unaangalia wewe umechagua nabii, lakini wakati mwingine unapewa ujumbe, unajiambia mimi nitaonekanaje, nitasemaje, hofu inakuingia. Unakosa kusema kile Bwana amekutuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakosa kusema kile Bwana ananena. Na wakati unapoingiwa na hofu, wewe unatenda dhambi kwa sababu wewe Bwana amekuambia kwamba ambia watu wake wainuke, ambia watu wake wasimame imara. Lakini wewe hofu inakuingia, unakaa mahali hapo, unasema sitasema, watasema ni mimi, watasema hakuna roho anayeongea. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hofu manabii mko kwa nyumba. Hofu manabii mko kwa nyumba. Mara mingi unapata tumepewa ujumbe, lakini badala ya kusema tunajiambia ya kwamba hii ujumbe nitaonekana ni mimi. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba toa hofu ndani yako, tumika ndani ya Bwana, tumika jinsi Bwana alivyokuita. Yeye anako mahali hapa, wakati anakuita anataka akutengeneze, akatengeneza hiyo ndoa yako, akatengeneza hii chochote kinachokusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wamekuwa na hofu hata kwenye huduma, kwenye biashara. Mtu anakaa anasema ya kwamba mimi niko na pesa, nilikuwa nataka kufungua biashara, lakini vile nimeona ya fulani amefungua ikamshinda, hata mimi ni kama sitaweza. Nimekuja kukuambia ya kwamba ondoa hofu, kisha ufungue hiyo biashara na itaenenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunapoweka hofu kwa maisha yetu, hatuwezi songa mbele. Wakati unapokaa ukijiambia ya kwamba leo nitaweka biashara aje, leo nitaonekana aje, nimekuambia ya kwamba hata ufungue hiyo biashara, ondoa hofu na uamini Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umepata watoto wamekuwa wagonjwa, watu wamekuwa wagonjwa sana, lakini umetibiwa. Mahali ikafika ya kwamba ukaona ni kana kwamba watoto wanakufa. Nimekuja kukuambia ya kwamba hakuna yeyote anayekufa. Wewe ondoa hofu iliyo ndani yako. Kisha huyu Yesu amesema anaenda kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kilionekana kimekufa mbele za Bwana hakikukufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati changamoto zinapokuja, wacha kusema mimi nitaondoka kwa huduma. Mara mingi tunakaa tukipatana changamoto, tunasikia tuondokee huduma, tunasikia tuondokee Yesu. Nimekuja kukuambia ya kwamba wewe ondoa hofu, utie nguvu, simama imara na uamini aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unapoimba wanasema
unaimbaje? Wewe tia bidii, hata kesho uimbe zaidi. Na Mungu akiwa mbinguni ataachilia neema ya kitofauti. Watu waliofanikiwa sio ni watu ambao walipitia kwa majaribu. Watu waliofanikiwa ni watu ambao walikuwa wanaongea, wanaambiwa nyamaza. Unaongea nini? Lakini hawakukata tamaa kwa maisha yao. Hawakukata tamaa. Hawakukubali hofu ingie ndani yao. Walisema hata wakiniambia hivyo, wacha mimi nijipenyeze. Hata wakiongea nini, wacha mimi nisonge mbele. Haleluya. Amen. Kuna vitu ambavyo kwa maisha yako ukiangalia unaona zimekufa. Watu wengine wakiangalia wanasema uwezo ukasonga. Nimekuja kukuambia ya kwamba unapoamini Bwana Yesu maisha yanaendelea. Unapoamini Bwana Yesu mambo yako yatakuwa sawa. Ukisoma hapo chini, wakati Yesu alipofika mahali pale, watu walikuwa wanaomboleza, watu walikuwa wanalia. Wanalilia nini? Wanalilia yule mtoto ambaye alikufa. Lakini kumbuka ya kwamba Yesu aliposikia habari alisema usihofu, wewe amini tu na atapona. Bwana Yesu asifiwe. Wewe amini tu. Anapata watu wamehuzunika, watu wamelia, anauliza ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anauliza ako wapi? Kumbe mara mingi tumekosa kuenenda kwa baraka zetu kwa sababu ya hofu ya maneno watu ambao wanaongea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wata hofu, usiwe mtu wa kupenda kusikia mabaya. Jipe moyo na uamini Bwana wako atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walipofika mahali pale, akiuliza watu wanacheka. Angalia hao watu walikuwa wanaomboleza, lakini wakati alipouliza umemweka wapi, wanaanza kumtekelea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kile walichocheka walifikiria mtoto amekufa. Kumbe ndio sababu ya kuanguka. Walifikiria mambo yameisha. Huyu mzee ametembea na Yesu, lakini Yesu hakumfanyia kitu. Ili hawakujua ya kwamba akiondoa hofu na akawa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wanacheka wakifikiria hii imekwisha, aliingia kwenye chumba akiwa na Petro na Yohana. Akiingia mahali pale, akaenda akashika mtoto, akamwambia amka. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimekuja kukuambia ya kwamba simama imara. Simama imara. Biashara yako inaenda kuamka. Hiyo ndoa inaenda kupona. Hiyo karo ya watoto unaenda kuipata. Wewe amini tu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekosa imani. Watu wamekosa imani. Watu wamebebwa na hofu. Kwenye ndoa watu wamebebwa na hofu. Kwenye biashara watu wamebebwa na hofu. Nimekuja kuambia ya kwamba toa hofu kwa maisha yetu na tuamini Bwana Yesu. Wakati watu wanaposikiza maneno ya watu, inafanya watu wengine huduma inaenda chini. Ukisikiza maneno ya watu, unakosa kufika mahali Bwana alikuita. Bwana angesikia kile kicheko walichomtekelea. Angesikia kile kicheko, angeona hao watu wanaamini nini. Lakini licha ya yote, alienda chumbani, akaambia mtoto amka. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kwa maisha yako unahofu nini? Sijui kwa huduma yako unahofu nini? Lakini nimekuja kukuambia kwamba toa mashaka, toa hofu, lakini uamini Bwana Yesu. Watakusikia maneno ya watu, watakusikia watu wakikuchekelea, wanasema ameokoka nini? Wewe simama imara. Aliyekuita ni Bwana Yesu. Akona uwezo wa kumbadilisha. Akona uwezo wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tukitambua ya kwamba si masaa ya hofu. Tumekaa kwa hofu siku mingi. Tumekaa kipindi ambacho
lakini imefika masaa, imefika wakati wa kusimama imara, kuondoa hofu na kuamini Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Najua ikiwa siku ya pili ya revival kuna mtu anaondolewa hofu. Hii kitu unachoona, hii biashara yako unaona haiwezi, inaenda kuweza. Hii ndoa yako unaona imeisha, inasimama tena. Wacha nitangaze siku ya leo, kile ambacho unaona kimekushinda leo kinawezekana. Leo kinawezekana. Hakuna kitu kilichomshinda Bwana Yesu. Iwe ni nini, hawezi kumshinda. Aliyekufa kaburini kwa siku 3 akafufuka, ana uwezo wa kubadilisha kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Ako na uwezo wa kubadilisha kila hali. Uliyeingia na machozi anaenda kukufuta machozi. Uliyeingia ukiwa umehuzunika anaenda kutabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe hofu kwenye maisha yetu, tuondoe hofu kwa biashara zetu. Tuko na hofu mpaka unashindwa, mtoto wangu atapita mtihani, na akipita ataenda shuleni lini? Ataendaje? Nimekuja kukuambia ya kwamba ondoa hofu, ingia kazini, kazi kumechemka. Nimekuja kukutangazia ondoa hofu kwenye kazi yako. Amini Bwana Yesu, hiyo kazi ina remain, hiyo kazi kwa yako. Hakuna wewe kutolewa kazi, hakuna wewe kufutwa tena. Hallelujah. Amen. Wewe ondoa hofu. Amini Bwana Yesu. Amini Bwana Yesu. Kwenye maisha yako, amini huyu Yesu. Kwenye huduma, amini Yesu. Wengine tunakaa tunaulizana itakuwaje? Atakuuliza itakuwaje? Ukiniuliza sitakusaidia. Lakini ukiamini Bwana Yesu, ako na uwezo, ako na jawabu ya kila swali. Haleluya. Amen. Yaani kile ambacho kimeonekana kimekufa, Bwana anaenda kukifufua tena. Huduma wao imeonekana ni kama imekufa. Wengine wakasema hatuwezi kwenda mbali, kanisa imefungwa. Kumbe ndio tumefufuliwa, tunafufuka tena. Tunaamini huyu Yesu aliyemfufua huyu mtoto, hata kanisa tunaenda kufufuliwa. Kwenye huduma tunafufuka tena. Hatutang'ang'ana tena kwenye maisha yetu, hatutang'ang'ana tena kwenye huduma. Haleluya. Amen. Walifikiria tumeisha, kumbe wakati wanatuchekelea ndio Bwana Yesu anakuja. Wakati wamefikiria kanisa ni kuisha, imeisha, kumbe ndio watu wanajaa. Wakati wakisema ya kwamba manabii waliisha, kumbe ndio wamefufuliwa tena. Upokea ufufuo wa leo, upokea ufufuo tena. Kile ambacho kimekufa wakafikiria huduma imeisha, ndio imefufuka siku ya leo. Haleluya. Amen. Wewe ondoa hofu kwa maisha yako kwenye huduma. Wakati mwingine tumelia rendi imetusumbua, kumbe ilikuwa imekufa, lakini mbele za Bwana haikuwa imekufa, ndio amekuja kufufua. Kaa tayari sasa, kwa sababu wakati Bwana akifungua mambo yanakuwa tofauti. Akifungua vitu vinaenda kwa njia ya kitofauti. Wakati ulikuwa unaona vitu inaenda kwa mwendo wa kobe, hii inaondoka mbio sasa. Haleluya. Nimekuja kusema siku ya leo ni kuomba Bwana Yesu na kuamini. Tukiomba tuondoe hofu, tuache kusema ya kwamba nimemuombea, lakini vile nimeona. Nimekuja kukuambia ya kwamba wewe ukienda mahali pale unamuombea, popote ambapo pameonekana kifo panapatikana uhai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Papatikane watu waliokaa wakionekana ni kama walilegea, wakaonekana hawawezi maombi, ndio wamesimama imara. Wapatikane wamama
watakaosimama kwa maombi, wapatikane wazee watakaosimama mahali hapa, ndio tumevuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ndiye alikuwa ametumbeba. Kwa kicheko cha watu tulikuwa tumesikia sauti zao, tukasikia kicheko chao, lakini wakati umefika, saa imewambia ya Bwana kutenda. Saa imefika, wakati ni huu ya Bwana kutenda maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa nasema hii ndio sioni ikiweza, hii kazi sioni akiweza. Kumbe Bwana ndio ameingia ndani, kumbe Yesu ndio ameingia. Wakati wamefikiria umeisha, ndio Bwana anaingia. Wakati wanafikiria umefutwa kazi, ndio unapandishwa vyeo. Haleluya. Amen. Wapatikane watu watakaokaa waambie Bwana, tuondolee hofu. Hii maisha imenisumbua, nikafikiria sitaweza. Kumbe Bwana Yesu ulikuwa unaniona, unaniambia siku ya leo naenda kupokea uhai. Haleluya. Amen. Watu wameisha, watu wametoka kwa huduma kwa sababu ya hofu. Watu wamesikia mambo, wengine wanakuwa wachungaji, wamesikia kile kimepitia yule mchungaji, unasema mimi siwezi. Nimekuja kutangaza ya kwamba wewe ondoa hofu, wewe ondoa hofu, wewe ondoa hiyo hofu iliyo ndani yako. Amini Bwana Yesu, amini huyu Yesu akiwa mbinguni atatembea. Wakati wameona watu wakifikiria mambo yameisha, vitu zimesambaratika, anatembea mahali pale, anaachilia wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakipatikana watu ambao walisema ya kwamba siku ya leo nilikuwa na hofu, sikuwa ningeweza kuimba, lakini siku ya leo naamini aliyeniita na uwezo wa kubadilisha sauti yangu, na uwezo wa kubadilisha hali yangu. Wapatikane watu ambao wanaweka hofu chini, wanaamini huyu Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Walikaa wakakaa vikao, wakasema manabii wa hiyo kanisa, kumbe wanaona watatutengeneze pazia. Wakafikiria manabii, wakaenda wakanyamaza. Kumbe walikuwa wamekufa, lakini kukufa kwao hakujasababisha tukate tamaa. Kukufa kwao hakujafanya tusiwe na hofu. Kukufa kwao Bwana alikuwa njiani, kumbe ndio alikuwa anawatengenezea njia, kumbe ndio alikuwa anaandaa anga iwe safi, akitembea akizungumza watakuwa wanasikia, kwa sababu wamekuja na kuvua vitu tena. Haleluya. Watu wanaenda kufufuka kwenye madhabahu, waondoka wanaenda kuinuliwa mahali hapa, waimbaji wanaenda kuinuliwa mahali hapa, kwa sababu walionekana hawawezi tena, lakini Yesu amesema ya kwamba tuondoe hofu, tuamini yeye ako na uwezo. Kama ako na uwezo wa kurejesha aliyekufa, ako na uwezo wa kurejesha kanisa lake. Haleluya. Amen. Wapatikane watu watakaosema tumesumbuka siku mingi, tumekaa kwa kipindi hiki, tumekaa kwa machozi, lakini masaa imefika ya kuondoa hiyo hofu ilikuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Masaa imewambia ya kuondoa hofu ndani yetu. Masaa imefika ya tuache kusikiza habari mbaya, tuamini Bwana Yesu. Yeye akikuja anakuja na habari njema, akikuja anakuja na habari iliyo hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
akikuja, Yes. Bwana akikuja, Yes. anakuja na habari iliyo njema. Yes. Akitembea kwako, Yes. akipata ndoa imeharibika, anaitengeneza tena. Yes. Akipata huduma ilizama, Yes. anainua tena. Akipata maisha yako hayako sawa, anaisawazisha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, wapatikane watu watakaosema ya kwamba kanisa tumekaa na hofu, tumekaa na hofu kwenye maisha yetu, tumekaa na hofu kwenye ndoa. Watu wapatikane watakaosimama imara na kusema ya kwamba masaa imefika, masaa yamefika ya kuita Bwana Yesu, ya kuaminia huyu Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Masaa yamefika. Yes. Tuondoe hofu kwenye maisha yetu. Hallelujah. Tuondoe hofu kwenye huduma. Yes. Tuondoe hofu kwenye ndoa zetu. Yes. Na tuamini Bwana Yesu. Hallelujah. Akikuja, Yes. ile kwa mwanadamu akiwezi, Yes. inawezekana tena. Ndio. Watu wamekaa kwenye hofu. Yes. Watu wamekaa maisha ambayo si yao. Wamekaa kwa maisha ambayo ni ya kusikiza sauti za wanadamu. Nimekuja kukuambia ya kwamba leo hata kusikiza sauti za wanadamu. Wewe usikia sauti ya Yesu. Yesu anasema nini? Anasema ya kwamba ondoa hofu, wewe amini tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Pakipatikana watu kwenye mlima huu ambao watakaa, ukiangalia maisha yako unajua ni nini kilisababisha wewe ukakosa kuenenda. Unajua kile kimefanya huduma yako iende nyuma. Naomba uende mbele za Bwana, ambia Bwana akuondolee hii hofu ilikuwa ndani yako. Yes. Wengine hofu zimeingia, wengine wanaofia naweza kutwa kazi, watoto wangu watakula nini? Nimekuambia, ambia Bwana akuondolee hii hofu unaoofia. Ako hapa, ako hapa, ameangalia, amekaa kaona watu wake wamejawa na hofu, hawawezi tumika bila anavyotaka. Wanakaa kwa hofu, wanakaa kwa maisha yao, wanakaa kwa mawazo yao, lakini anasema ya kwamba tuondoe hofu na tuamini. Enda mbele za Bwana.